Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imesema kwamba kwa sasa mpira upo juu ya Marekani kuamua kutafuta suluhu la mazungumzo au kurejea kwenye uwanja wa vita, lakini Tehran ipo tayari kwa matokeo yoyote. Iran ipo tayari kwa matokeo yoyote kama Marekani itaamua kuendelea na suluhu ama itaamua kurudi vitani. Sasa mpira uko katika mahakama ya Marekani kuchagua njia ya diplomasia au kuendeleza vita ya makabiliano. Naibu waziri wa mambo ya nje Kazim Gharibabad aliwaambia wanadiplomasia mjini Tehran, kulingana na shirika la habari la utangazaji la serikali IRIB. Iran kwa lengo la kulinda maslahi yake ya kitaifa na usalama imejiandaa kwa njia zote mbili, alisema. Maoni hayo yalikuja baada ya afisa mkuu wa jeshi la Iran kusema kwamba mapigano mapya kati ya Marekani na Iran yanawezekana, saa chache baada ya Rais Donald Trump kusema hajaridhishwa na pendekezo jipya la mazungumzo ya Iran. Iran imewasilisha rasimu hiyo kwa wapatanishi Pakistan mnamo Alhamisi jioni, ambapo vyombo vya habari vya serikali vimeripoti bila kueleza yaliyomo. Vita hivyo vilianzishwa na Marekani na Israel mwishoni mwa Februari, vimesitishwa tangu Aprili 8, huku duru moja ya mazungumzo ya amani ikishindwa kufanyika nchini Pakistan tangu wakati huo. Kwa wakati huu sitaridhika na kile wanachotoa, Trump aliwaambia waandishi wa habari, akilaumu mazungumzo yaliyokwama juu ya mfarakano mkubwa ndani ya uongozi wa Iran. Rais wa Marekani Donald Trump anaamini kwamba kuna mfarakano mkubwa ndani ya Iran na ndio maana hawafikii makubaliano ya namna ya kusitisha mapigano. Je, tunataka kwenda kuwalipua tu na kuwamaliza milele au tunataka kujaribu kufanya makubaliano? Aliongeza rais wa Marekani akisema hangependelea kuchukua chaguo la kwanza kwa msingi wa kibinadamu, kwa maana kuishambulia tena Iran. Siku ya jana Jumamosi asubuhi, Mohammad Jafar Assad, kiongozi mkuu katika kamandi kuu ya kijeshi ya Iran, alisema kuna uwezekano wa kutokea mzozo kati ya Iran na Marekani katika nukuu zilizochapishwa na shirika la habari la Fars la Iran. Ushahidi umeonyesha kuwa Marekani haijajitolea kwa ahadi ya makubaliano yoyote, aliongeza. Mkuu wa mahakama ya Iran Gholam Hussein Mohammad Ejei amesema siku ya Ijumaa kwamba nchi yake haijawahi kukwepa mazungumzo, lakini ameongeza kuwa haitokubali kuwekwa kwa masharti ya amani. Ikulu ya White House imekataa kutoa maelezo kuhusu pendekezo la hivi punde la Iran, lakini tovuti ya habari ya Axios imeripoti kwamba mjumbe maalum wa Marekani katika Mashariki ya Kati Steve Witkoff aliwasilisha marekebisho ya kuweka tena mpango wa nyuklia wa Tehran kwenye meza ya mazungumzo. Mabadiliko hayo yanaripotiwa kuwa ni pamoja na matakwa kwamba Iran isihamishe madini ya uranium yaliyorutubishwa kutoka katika maeneo yaliyoshambuliwa kwa mabomu au kuanza tena shughuli wakati wa mazungumzo. Habari za pendekezo la Iran zilipunguza kwa ufupi bei ya mafuta chini ya karibu 5%, ingawa imesalia kama 50% juu ya viwango vya kabla ya vita, huku kukiwa na kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Iran hata hivyo imeendelea kushikilia mkondo huo wa bahari tangu vita vilipoanza na kuzima mtiririko mkubwa wa mafuta, gesi na mbolea kwa uchumi wa dunia, wakati Marekani imeweka kizuizi cha kukabiliana na bandari za Iran. Hata hivyo, Iran haikukubaliana na mpango wa kuachana na uranium yake iliyorutubishwa. Marekani inataka kwamba uranium ya Iran inapaswa kuondolewa na kupelekwa nchini Marekani. Huko Washington, wabunge walikuwa wakishindana na mzozo wa kisheria ikiwa Trump alikiuka makataa ya kuomba idhini ya bunge kwa vita. Maafisa wa utawala wanahoji kwamba usitishaji wa mapigano unasitisha kikomo cha siku 60. Baada ya hapo idhini ya bunge itahitajika. Dai hilo limepingwa na wanademokrasia wa upinzani. Trump anakabiliwa na shinikizo la ndani linaloongezeka na mfumuko wa bei ukizidi kupanda, na hakuna ushindi dhahiri mbele ya uchaguzi wa katikati ya muhula unaokaribia. Hakujawa na mabadilishano ya moto kati ya vikosi vya Marekani na Iran tangu Aprili 7, 2026. Trump alisema katika barua kwa viongozi wa bunge, akiongeza kuwa uhasama umekoma. Washington imeweka vikwazo vipya kwa makampuni matatu ya sarafu ya Iran na kuonya wengine dhidi ya kulipa tozo kwa ajili ya kupita kwa usalama katika mlango wa bahari wa Hormuz. Jeshi la Marekani linasema kuzingirwa kwake kwa bandari za Iran kumesimamisha mauzo ya mafuta ya Iran ya dola bilioni 6, wakati mfumuko wa bei nchini Iran ambao tayari ulikuwa juu kabla ya vita umeongezeka kwa 50%. Kwa watu wengi, kulipa kodi na hata kununua chakula imekuwa ni vigumu, na wengine hawana chochote kabisa, wanasema raia nchini humo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii
Upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.